Na tuangalie nafasi ya manusura. Wao wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba masomo yanafundishika, yani watu wanaelewa hali ilivyokuwa, na ili kuepusha jambo kama lile lisitokee tena? Wana mchango mkubwa sana, kwa sababu kwanza wanapambana na hali ambayo katika hali ya kawaida ya ubinadamu ni ngumu. Nikichukulia mfano wetu sisi Rwanda, walionusurika mauaji na walioyatekeleza wanaishi pamoja, kwa sababu Rwanda hakuna mgawanyiko wa kikabila wa kwamba kuna baadhi wanaishi mkoa fulani, wengine wanaishi mkoa fulani. Wanaishi pamoja katika vijiji hivyo hivyo, wanaenda shule hizo hizo, wanaenda hospitali hizo hizo, kwa hiyo wanaishi pamoja. Kwa hiyo kwa mtu ambaye amepoteza familia yake nzima na anawajua wauaji walioua familia yake na anaendelea kuishi nao kijijini, ni hali ambayo kwa kweli katika hali ya akili ya kawaida unaweza usielewe, lakini imetokea Rwanda. Baadhi ambao walikuwa ni wadogo wakati huo, ambao sasa ni watu wazima, wanaandika hata vitabu kueleza nini kilitokea, lakini wamekubali kuingia katika mchakato wa maridhiano wa kujenga upya taifa la Rwanda. Na kama ambavyo aliwahi kusema kiongozi wetu Mheshimiwa Rais Kagame wakati fulani, kwamba wao walionusurika ndio wanacho cha kutoa, ndio wanaombwa watoe zaidi katika kuchangia hizo juhudi za kulijenga upya taifa, kwa sababu muuaji unaenda kumwomba nini? Atoe mchango gani? Kwa hiyo tunawashukuru kwamba wamekubaliana na hiyo hali ambayo katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu ni ngumu sana, lakini kwa miaka yote hii tunakwenda pamoja.